Kufuatia kuwepo kwa mahitaji makubwa ya waandishi wa habari wenye tija katika nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, hatimaye muungano wa mashirika ya Uwezo Tanzania, Milele Zanzibar Foundation, MZF, Okode na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam umeanza kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari yanayolenga kuwapa stadi za uandishi wa aina hiyo inayotajwa kuongeza tija katika masuala ya stadi za maisha na maadili. The Loyal Media imefuatilia mafunzo hayo ambapo Ernest Sungura, mkurugenzi kutoka Baraza la Habari Tanzania, ameeleza umuhimu wa mafunzo hayo katika kutekeleza mradi wa stadi za maisha na maadili Alive. Mwaka jana tulisaini makubaliano kati yetu na Uwezo Tanzania kwamba tushirikiane, sisi tutoe expertise yetu na input yoyote ambayo itakuwa ndio sifa tulionayo Baraza la Habari Tanzania, na wao watoe expertise yao kwenye masuala ya elimu wanayoyafanya na sisi kwenye masuala ya habari. Kwa hivyo hii ushirikiano ule tulio saini mwaka jana pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndio matunda yake ni haya, kwamba hii ndio cohort ya kwanza ya waandishi wa habari. Tutatumia modo na gana ambavyo tangu kwenye quantity ya story, kwenye quality ya story mpaka kwenye impact unavyoweza kushuhudia na upite mchakato gani. Baraka Mgohamwende ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Uwezo Tanzania. Anasisitiza mabadiliko kwa waandishi wa habari. Kwenye uandishi, unajua mara nyingi tunataka kuandika matukio, lakini hatuandiki story inayoendelea, ni kama masimulizi. Na nafikiri kama tukitumia hiyo ambassadorship approach, uandishi wa kibalozi, manake ni kwamba utakuwa tu unaposikia jambo zuri ama mambo ya msingi kuhusu elimu ndio unaopenda kuandikia. Na tutaacha ile kusubiri kwamba kutokea tukio ndo tuandike. Tafiti zinasema nini kuhusiana na hali ya stadi za maisha na maadili Tanzania? Samson Sita, afisa program mwandamizi kutoka shirika la MZF, anataja matokeo ya utafiti uliofanyika kupima kiwango cha stadi za maisha kwa vijana mwaka 2022. Nikiangalia katika stadi hizo zote tulizopima tatu, tukianzia na hii ya kujitambua, kwa upande wa Tanzania tu asilimia 10, tukiangalia kwa Tanzania bara, 10 ya vijana ndio walionekana wana uwezo wa kujitambua kwenye level ya juu. Tunaposema kwenye level ya juu, ina maana ni wale ambao wameweza kudhibiti hisia zao wanapokutana na hali ambayo ni vitu labda hawavipendi, au wameweza kufanyiwa kitu ambacho si sahihi kwake. Namna ambavyo wanaishughulikia hiyo hali ndio maeneo tulikuwa tunapima. Kwa hiyo ilionekana asilimia kubwa, sasa ni 90, ambao umahili zao kwenye eneo la study hiyo zipo chini. Sio hawana kabisa, zipo chini. Lakini study nyingine ya utatuzi wa matatizo pia tuligundua vijana wengi wana hali za chini, kwa sababu inaonyesha kwa mujibu wa utafiti wetu asilimia 8 ya vijana wa Tanzania ndio wana uwezo wa juu wa kutatua matatizo, yani kiwango kile cha umahiri. Ina maana 92 wana uwezo wa chini wa kuweza kutatua changamoto zao mbalimbali. Kwa hiyo tulipima hivyo na hali ya ushirikiano, ambao kidogo kwenye ushirikiano ilikuwa asilimia 11 ya vijana ndio wanaonekana wana uwezo wa kushirikiana na wengine. Tunaposema ushirikiano, ina maana study ndogo, uwezo wa kuwasiliana, uwezo wa kunegotiate au kukubaliana na wengine, uwezo wa kushiriki katika wanapofanya vitu kwa pamoja au participation, uwezo wa kupangilia wanapokuwa wakifanya shughuli kwa pamoja. Kwa hivyo vyote vilikuwa vinajumuisha na kuonyesha ni kwa kiwango gani kijana au vijana waliopimwa wana uwezo wa ushirikiano kama study. Kutokana na mafunzo tuliyopata kwa siku hizi, uandishi wa habari nadhani kwa katika mji wangu utaenda kubadilika zaidi, kwa sababu tutaongelea sana katika life skills ambazo vijana wengi wanasoma, lakini bado unaona uelewa na utatuzi wa matatizo umekuwa kwao ni mgumu sana. Kwa hiyo mimi nitatumia program mbalimbali ama vipindi mbalimbali kwa ajili ya kuwafanya vijana wawe ni wachechemuzi na watumiaji wa nguvu zao, lakini pia na akili zao kwa ufanisi, ili kuwaletea tija zaidi na kutokutegemea vitu vingine ambavyo sio vizuri kwao. Mradi wa Alive sasa umeingia katika awamu ya 3 katika mpango wake wa miaka 5 unaotarajiwa kumalizika ifikapo 2030.